Unajua hizi GLP-1 molecules kwanza ni naturally occurring. Kwenye mwili wako tayari wewe unazalishaga GLP-1s. Unajua GLP-1 zinazalishwa kwenye L cells za utumbo mdogo, the distal in small intestine tunaita ileum. Kwa kwenye ileum huwa unazalisha GLP-1 molecules, lakini pia kwenye colon unazalisha, kuna L cells pale, lakini pia kwenye ubongo wako kiwango kidogo sana kinazalishwa kwenye medulla oblongata, kwenye ile brainstem pale. Remember? Sasa GLP-1 zinazalishwa wakati unapokula chakula, especially carbohydrates na fats. Kwa ukila wanga na ukila fats, GLP-1 molecules zinazalishwa. Unataka kwanza uelewe kwamba GLP-1 molecules are natural to your body. Tayari mwili wako unazalisha. Mwili wako unazalisha kwa sababu gani? Kwa nini tunahitaji GLP-1s? GLP-1 ndo zinatoaga signal ya kuzalishwa kwa insulin. Kwa zinaongeza uzalishaji wa insulin na zinapunguza uzalishaji wa glucagon. Insulin inakusaidia wewe kutoa sukari kwenye damu, ile glucose molecules, kuingiza kwenye cell. Kwa hiyo inapunguza kiwango cha sukari kwenye damu. Glucagon huwa tunazalisha endapo tu tutajikuta kwenye mazingira ambayo tunahitaji sukari ipandishwe. Mfano, mtu aliyefunga ataamsha glucagon ili apate nini? Apate kutengeneza sukari ya kuendesha mwili wakati huo, kuendesha ubongo na kadhalika. Kwa hiyo GLP-1 zinachofanya huwa zinazalisha insulin, alafu zina shut down au zinazima au zinapunguza kuzalishwa kwa glucagon. Maana yake ni kwamba sasa utakuwa unapunguza kiwango cha sukari kwenye damu. Actually ndio maana huwa zinatumika kwenye nini? Kwenye watu ambao wana kisukari cha aina ya pili. Kwa upande wa zile synthetic, sasa zile dawa zilikuwa zinatumika kwa wagonjwa ambao wana sukari cha aina ya pili, kwa sababu kisukari cha aina ya pili ni kisukari, maana yake sukari inakuwa nyingi kwenye damu. Sasa njia ya kutoa sukari kwenye damu ni kuweka molecule ambayo itaongeza kuzalisha kwa insulin na kuzuia glucagon, ambao GLP-1 ndio zikawa zinatumika sana. Sawa? Na ndio lilikuwa lengo lake la kwanza kabisa. Sasa kazi ya pili ya hizi GLP-1 ni kufanya kitu tunakiita slowing down of gastric emptying. Huwa inapunguza chakula kuondoka kwenye tumbo. Unajua tumbo lako chakula huwa kinakaa between masaa 2 mpaka masaa 4 kulingana na aina ya chakula ulichokula. Kuna vyakula kama vimiminika ambavyo vinaondoka kwa haraka, vyakula vigumu huwa vinachukua muda mrefu zaidi. Sasa tumbo lako huwa la hold kile chakula kwa masaa 2 mpaka 4. Sasa GLP-1 kitu kimoja ambacho inafanya ni kwamba inaongeza huo muda wa chakula kukaa tumboni. Chakula kinakaa masaa mpaka 6, sometimes mpaka masaa 7. Maana yake ni kwamba utakuwa husikii njaa. Kwa sababu chakula kikitoka, when you have gastric emptying ambayo inaenda kwa speed, maana yake ni kwamba kila chakula kikiondoka, maana yake unatamani kula, ndio njaa inakuja, si ndio? Sasa safari hii unakutana na compound ambayo inaweka kile chakula kwa muda pale, kiasi kwamba unakuwa hauli sana. Lakini pia kumbukeni, kwenye ubongo tumezungumzia kuna receptors na kuna production inaendelea kule kwenye ubongo. GLP-1 inachofanya inakutambulisha kwamba wewe ushatosheka, ina act on satiety centers, lakini pia ina act on appetite centers, ina control appetite. Kwa hiyo huwa ndio inayotusaidia sisi kujua kwamba tumeshiba, basi inatosha, tuna njaa, tunahitaji kula. Zile compounds zilizotengenezwa zile synthetics kama vile hizi GLP-1 molecules ambazo tunajua GLP-1 agonists, ambazo ni kama vile sijui kina Ozempic, Mounjaro, Wegovy na nini, zinafanya kazi kama GLP-1 molecule, sema tu ni at a higher concentration. Kwa hiyo maana yake ni kwamba zitatumika kwenye kuongeza insulin production kama tulivyosema, zitapunguza glucagon production, zitaongeza kutosheka, utakuwa umetosheka kwa sababu zitaongeza ule muda wa gastric emptying na kadhalika. Kwa mwisho wa siku utajikuta kwamba hata hamu ya kula huna, na ndio maana pia side effects zake zinakuwa na zile kwamba mtu anakuwa hana hamu ya kula, sometimes mpaka anaona kichefuchefu akiona chakula. Kwa over time inamsaidia mtu ku lose weight. Kwa hiyo ikaonekana kwamba pamoja na kwamba tunatumia kwa ajili ya sukari, pia ikawa inasaidia watu kupunguza uzito. Ndio maana ikaanza kuingia sasa, unaziona sasa GLP-1 zikaanza kuingia sasa kwenye upande wa controlling of management of extreme weight. Mtu ana uzito wa kilo 120, 130, 200, badala ya kwenda kufanya bariatric surgery, ana prefer ngoja tu nitumie GLP-1s, zitanisaidia mimi kupunguza uzito bila kwenda kufanya operation au bila kuweka zile balloon au kwenda kukata kipande cha tumbo na kadhalika. Kwa badala yake anatumia tu injections ambazo anazitumia kila wiki kwa muda fulani, baadaye ana lose weight na anafika kwenye ile target yake. Hizi GLP-1 compounds, hizi synthetics ambazo tunazungumzia hapa, hazibadilishi uhalisia wa kwamba lazima umodify lifestyle. Lazima ule vizuri, lazima ulale vizuri, lazima ufanye mazoezi na kadhalika. Hizo hata chakula chenyewe unakula kipi na nini, bado zinahitajika kuwafanya kwa control.